So Mwijaku ameweza kumgeuka Diamond Platnumz, ameweza kuandika kupitia Insta story yake ujumbe ambao ameonyesha jinsi gani ambavyo jamaa alivyomsaliti. Of course katika hili Mwijaku kuna namna ambavyo sijui, maybe wanajua wanachokifanya wote kwa ujumla, lakini ameandika ujumbe huu ambao nitakusomea hapa uweze kufahamu kile ambacho yeye ameweza kukimaanisha hapa, lakini ameweza kumchana Diamond Platnumz kwa namna ambayo sio sahihi. By the way, amemsifia sana Alikiba na collab yake featuring Bien, ngoma inakwenda kwa jina la Finali. So tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kwa lijua kile ambacho Mwijaku ameweza kukiandika kuhusiana na Diamond Platnumz na ngoma yake ya Happy, lakini pia kile ambacho ameweza kukisema kuhusiana na mfalme Alikiba pamoja na ngoma yake featuring Bien ambao mpaka sasa hivi inafanya vizuri sana kwenye platform mbalimbali za kustream music. Sasa mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe usisahau kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video kama ulikuwa bado hujasubscribe. Like video kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia video maoni yako kuhusiana na kile ambacho utakomeza kukitazama hapa kuhusu hiki ambacho Mwijaku ameweza kufunguka. Sasa ngoja nikusomee hapa hiki ambacho ameweza kusema Mwijaku kupitia Instagram yake. Ameandika, msimfananishe bosi wangu na Mwambino. Ile takataka ya Mwambino naipa masaa tu inashuka trending. Mfalme anakuja kwenye nafasi yake. Na pia anishukuru sana mimi kwa sababu bila mimi hiyo nyimbo yake mbaya isingefika popote. Sasa ngoja muone nguvu ya mfalme, ndio mjue kuna tofauti kati ya kipaji alafu na wale wa kukopi kutoka kwa Nigeria. Ubunifu upo kwa King Kiba ambaye ndio mfalme. Mwambino kwa heli. Komi Mwijaku maokoto. Hala. Ameandika hivyo Mwijaku kupitia Instagram account yake, ikiwa ni mbwembwe nyingi sana tufahamu. Recently alikuwa na promote ngoma ya Diamond Platnumz inafahamika kwa jina la Happy, lakini Iwanda this time amemgeuka tena Diamond Platnumz na anaanza kumsifia Alikiba. Though tunafahamu ukweli na uhakika ni kwamba Mwijaku yeye uoga yuko team Kiba all the time, lakini this time nadhani alikuwa amelipwa pesa kwa ajili ya kufanya promotion na vitu kama hivyo, na kwenye pesa Mwijaku uwezo kumchomoa, and that's why aliweza kupromote ngoma ya Diamond, lakini this time amemgeuka kabisa Diamond kama vile hajai kufanya chochote na anampromote upande wa Alikiba pamoja na ngoma yake ambayo ameweza kutoa na Bien. Tuambie kwa upande wako unamuona Mwijaku kama ni mtu aina gani, au yeye pesa tu inaongea kwamba ukimpa pesa leo anakuwa rafiki yako alafu kesho akipewa pesa na upande wa adui yako basi anakuwa ni adui yako pia, au inakuwaje kwaje? Na una maoni gani kuhusiana na hizi track mbili ambazo zimetoka so far? Kuna Happy ya kwake Diamond Platnumz, alafu kuna Finali ya kwake Bien featuring Alikiba. Tuambie wewe unaipa mzani uzito mkubwa zaidi ngoma ipi? Ni hii collab ambayo imetoka kati ya Alikiba pamoja na Bien, au Happy ya kwake Diamond ambayo ni single? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates.